Bwana, inakuaje? Mambo ni vipi? Mambo ni gani? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele na uamsho jongo kwanza kuweza kupokea mistori yote ya kiburudani, lakini pia sports kwa asilimia 99.99 pindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni adhabu ambazo zimetolewa siku ya leo baada ya kuweza kuona bodi ya ligi ikitoa taarifa yake. Nadhani ni baada ya kamati ya saa 72 kuweza kupitia baadhi ya michongo ambayo imetokea hasa kwenye dabi ya Kariakoo, lakini pia kwenye michezo kadha wa kadha ambayo imechezwa wiki iliyopita, na tumeshuhudia kwa upande wa Simba viongozi wao wakiweza kutoa malalamiko kwa wingi mno, hasa ni baada ya kuweza kuona kuna faini mbalimbali ambazo wameweza kukutana nazo, na moja kati ya watu ambao wameweza kuandika ujumbe mzito kwelikweli ni pamoja na huyu ambaye amekuwa kidili pamoja na maendeleo, lakini pia ni manager wa Simba Patrick Rayemam. Kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika hivi: kuna la kuhoji hapa. Mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji, timu zote mbili zimepigwa faini kwa kosa moja ambalo linaonekana ni uzembe wa watu wa Red Cross kushindwa kutimiza majukumu yao ipasavyo. Hivi kweli kabisa jambo kubwa kwa watu muhimu kama hawa uwanjani kuzungumziwa tu kawaida, na wakati uzembe katika majukumu yao unaweza kuharimu maisha ya mtu. Imagine mchezaji amepata tatizo kubwa uwanjani na wao kwa namna ambavyo wanaona wanafaidika wanafanya uzembe, na uzembe huo ukaigharimu hata uhai wa mtu. Tutakuja hapa kuzungumza hivi, hawa watu wanafahamu kweli umuhimu wa taaluma yao? Sawa, timu zimepigwa faini na wao wamefanywa nini? Ameweza kuposti picha ya Selemani Mwalimu, lakini pia kuweza kuandika waraka kama huo. Lakini adhabu ambazo zimetolewa kwa mwenye mchezo Dodoma Jiji dhidi ya Simba ni mchezaji Selemani Mwalimu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Dar es Salaam amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kumpiga kiwiko kwa makusudi mchezaji Andy Lobulka Bikoko wa Dodoma Jiji katika mchezo tajwa hapo juu. Ukiendelea, adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41 kifungu cha 5 kwenye mbano cha 5 sehemu ya pili ya ligi kuhusu udhibiti wa wachezaji. Klabu ya Simba pia imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kumrushia chupa za maji mchezaji William Edgar wa Dodoma Jiji wakati akitoka uwanjani katika mchezo utajwa hapo juu, pamoja na kurushia chupa watu huduma ya kwanza Red Cross wakati wakitekeleza majukumu yao kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 sehemu ya kwanza ya ligi kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini pia klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la maafisa wake wa huduma ya kwanza Red Cross kuonekana mara kadhaa wakichelewa kwa makusudi kuingia kiwanjani pale wanapotakiwa kufanya hivyo na mwamuzi wa mchezo huo, hali iliyotafsiriwa kama ni hila ya kupoteza muda. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 sehemu ya 7 ya ligi kuu taratibu za michezo. So huyo ni Patrick Rayemam, lakini haijishia hapo. Semaji na yeye pia unajua lazima semaji atie neno kwenye kile ambacho kimeweza kutolewa. Basi semaji akarudi na kuandika mwiko nyuma mwiko wamenusurika kipigo kwenye mechi mbili kwa makosa ya kibinadamu. Binadamu wawili wamefungiwa, mmoja miezi 6, mwingine ameshushwa daraja baada ya kuwapendelea wazi nyuma mwiko. Tunawapongeza bodi ya ligi kwa kuchukua hatua stahiki kwa wanyang'anyi waliopora haki yetu ya ushindi, japo haiondoi machungu tulionayo. Katika kuboresha mpira wetu lazima tuende mbele zaidi. Je, hawa wanakosea ni bahati mbaya au makusudi? Kama ni bahati mbaya, kwa nini iwe kwa timu moja tu? Nyuma mwiko mnawaponza watoto wa watu kwa kulazimishia ushindi kwenye timu mbovu. Ameweza kumposti show me the way Shomari Kapombe, kisha akapiga na ujumbe huo hapo. So ni kile ambacho kinaendelea kuhusiana na adhabu ambazo zimeweza kutolewa na bodi ya ligi, lakini pia kuhusiana na kile ambacho kimeweza kuamuliwa kwenye matukio kadha wa kadha ambayo yameweza kutokea katika mchezo ya bodi ya ligi. Na nikirudi tena na kusogezea kile ambacho kimeweza kuendelea wakati ambao adhabu hizi zimeshatolewa. Unajua kuhusiana na hatima ya yule mwamuzi ambaye amechezesha mchezo wa dabi ya Kariakoo. Kwanza nisende mbali tu, ngoja nikusogezee na kile ambacho kimeweza kuandikwa na bodi ya ligi baada ya kuweza kutoa rungu hili, lakini pia nikusogezee kuhusiana na za mchezo wa dabi
ya Kariakoo ambayo uliweza kusepa na kusepetuka na watu, na moja kati ya taarifa ambayo imeweza kutolewa na bodi ya ligi ni kwa mechi namba 054 Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, matokeo yakiwa ni 0-0. Imeweza kuandikwa hivi: klabu ya Simba imetuzwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuingia kwenye mchezo kwenye uwanja wa Aman Zanzibar kupitia mlango usio rasmi kuelekea mchezo utajwa hapo juu Machi mosi 2026, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 sehemu 21 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 sehemu 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Klabu ya Simba imetuzwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kukataa kutumia chumba rasmi cha kuvalia kwenye uwanja wa Amani, ambapo alitumia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari wa shughuli hiyo kabla ya kuanza mchezo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 sehemu ya 20 ya ligi kuu kuhusu taratibu za michezo. So akarudi tena na kuandika klabu ya Dar es Salaam Africans na Simba zimetuzwa faini ya shilingi milioni 5 kila mmoja kwa kosa la walinzi wake kugombana na kutoleana lugha za matusi, jambo lililozua taharuki na kuchafua taswira ya mchezo huo wakati klabu ya Simba ikiwasili uwanjani hapo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 sehemu ya kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini pia klabu ya Simba italazimika kulipa gharama za matengenezo ya mlango wa kuingia chumba cha kufanyia mikutano ya wanahabari, ambapo walinzi wake waliovunja ili kulazimisha timu hiyo kuingia na kutumia chumba hicho kwa ajili ya kuvalia kabla ya kuanza kwa mchezo huo. So mchezaji David Kameta Duchu wa klabu ya Simba ametuzwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuonekana akimwaga kimiminika kiwanjani wakati timu zilipozuru uwanjani dakika chache baada ya kuwasili kwenye uwanja wa Amani, kitendo kinachotafsiriwa kuwa ni kama imani za kishirikina. Mwamuzi msaidizi namba 1 wa mchezo utajwa hapo Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu, ambapo katika dakika ya 70 mchezo alikataa bao halali la klabu ya Simba kwa kile alichoonesha kwamba kulikuwa na kosa la kuotea kabla kufungwa kwa bao hilo. Hata hivyo, taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanya tathmini ya video ya tukio hilo imebainisha kwamba hakukuwa na kosa lolote kabla ya kufungwa kwa bao hilo. Mwamuzi na msaidizi namba 2 wa mchezo utajwa hapo juu Hamdan Saidi kutoka Mtwara amefungiwa miezi 3 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Katika dakika 61 ya mchezo aliashiria kwamba mchezaji Prince Dube wa klabu ya Dar es Salaam Africans alikuwa katika eneo la kuotea, hivyo kusimamisha shambulizi ambalo Yanga Africans ilikuwa inafanya langoni mwa Simba. Hivyo taarifa ya wataalamu wa kutafsiri sheria za mpira wa miguu baada ya kufanya tathmini ya video ya tukio hilo imebainisha kwamba mchezaji huyo hakuwa katika eneo la kuotea wakati mpira huo unapigwa kuelekea kwake. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 sehemu ya kwanza kwenye mbano kifungu cha kwanza 8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa waamuzi. So hizo ndo adhabu ambazo zimeweza kutolewa. Zimetolewa adhabu nyingi kweli. Kuna mchezo pia wa Yanga dhidi ya Namungo na michezo mingine ambayo imeweza kutolewa tafsiri kwa kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa dabi, lakini pia katika michezo mingine ambayo imechezwa kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. So hizo ndo adhabu. Vipi, unaona kuna namna ambavyo zinaweza kubadilisha kile ambacho kimetokea, ama zinaweza kuwa suluhisho ya maamuzi mabovu ya waamuzi? Bwana, usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele. Minute Official PMTZ_. Till next time.